Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Visa vya kujitia kitanzi miongoni mwa vijana jijini Nairobi vinaendelea kupanda kwa kasi ya kutisha, hasa katika maeneo ya Eastlands. NTV ilifika katika makafani ya City ambako miili kadhaa ya vijana huwa inafikishwa kila wiki. Mwanahabari wetu Frida Okachi anaeleza zaidi. Ndani ya barabara hizi baridi, sauti pekee ni mgao mdogo wa mitambo ya kufungia miili. Kila mlango wa chuma uliopangwa hapa unahifadhi simulizi ya maisha yaliyokatizwa ghafla. Msimamizi wa makafani haya amefanya kazi hapa kwa miaka mingi, lakini kwake kwa kila kabati anayofungua ni kumbukumbu ya uchungu unaojirudia. You have to have a mark around the neck. Unaona kama ni pahali kulikuwa na struggle, pahali mwili ilitoka. Alafu the police themselves, they know, they indicate the cause of death kulingana na pahali ameitoa. Hapa kati ya miili 25 hadi 34 waliokufa kwa kujiua huwasili kila wiki. Kati ya hiyo 8 hadi 10 ni vijana kati ya miaka 18 hadi 32. Kitu inafaa kushughulikiwa kwa haraka sana, sababu hatuwezi endelea kupoteza vijana wetu wengi ambao wengi wanatoka katika informal settlements. Katika mtaa wa Jericho tulikutana na mama watoto 5 akiwa bado ana makovu ya mwanawe kumtangulia mbele za haki kwa njia ya kujitoa uhai. Kuingia kwa nyumba wenye nilikuwa sa viatu nikachange, nilikuwa kwenda kuingia bafu. Kwenda hiyo side ya bathroom nikaenda nikapata mtoto wangu amejianga. Eneo la Pipeline, mtaa wa Plot 10, ikiwa na matukio mawili ya hivi punde, familia nyingi hukumbwa na maswali mengi bila majibu. Kama sasa hii plot yenye niko, kuna mwenye amejirusha juzi 2 weeks ago. Hatujui ajirusha kwa nini, juu ilikuwa kitu kama saa 8:30 ya usiku ndio tulisikia kama force imeanguka huko chini. Mita 100 kutoka kwa kisa cha kwanza na kutana na familia ambayo inaelezea jinsi mapenzi yalisababisha kukata tamaa ya kuishi. Ulikuwa unapata mwanaume anatoka hapa kwa choo, enda anavuta tu sigara, kwa mlevi sana. Ukosefu wa ajira ukimpa mara 4 mawazo ya kujitoa uhai. Licha ya kuhitimu kuwa mwanahabari na pia tegemeo kwa familia, ikiwa ni jukumu ambalo limegeuka maji yalizidi unga. Kati nilianza kugonjeka, ilikuwa ngumu kupata pesa za kwenda usi. Katika eneo la Eastlands, Kayole, Dandora na Pipeline, vijana wengi wanakabiliwa na ukosefu wa ajira, dawa za kulevya na kukata tamaa. Kutoka mwezi wa 9, mwezi wa 10, tumeweza kushuhudia cases nyingi sana za depression na suicidal. Mzee wa nyumba 10 katika mtaa wa Plot 10 anasema kuwa anashangazwa na matukio hayo ambayo kila wiki hurekodi kisa kimoja au viwili. Kunahitaji watu wa guidance and counseling if possible, wakuje wakuwe na maeneo yao, waweke kaofisi mahali. Kwa wataalam wa afya, hii ni tahadhari inayohitaji hatua za haraka kuboresha huduma za afya ya akili na kuwafikia vijana kabla hawajavunjika kabisa. Jifunze hata na zaidi, jua hii kitu kinifanyikia ni nini inafanyika. Nikifeel sitaki kukaa na watu, ni nini inaweza kuwa inanifanyikia. Ukiwa na hiyo information, it is always easier for them. Frida Okachi, NTV. Bila shaka